zinanifuata, nishati ya pesa imetawala. Pesa, we are unstoppable. Kuna watu wanafanya kazi kwa bidii sana. Unakuta kila siku wanaamka mapema, wanafanya juhudi kubwa, wanatafuta pesa kwa kila njia ya halali. Lakini kuna jambo moja la ajabu sana huwa linatokea. Pesa zinaingia lakini hazikai. Mipango inaanza vizuri tu lakini inaishia njiani. Fursa zinakaribia lakini zinaonekana zinapotea dakika za mwishoni kabisa. Na wakati mwingine mtu anaweza akaanza kujiuliza, hivi ni kweli shida ni juhudi zangu au kuna kitu kingine kisichoonekana kinazuia mafanikio yangu? Sasa naomba nikwambie kitu hiki hapa. Katika ulimwengu wa nishati na nguvu za universe, kuna ukweli mmoja ambao watu wengi huwa hawaujui. Nyumba unayoishi inaweza kubeba nishati. Hiyo nyumba unayokaa inaweza ikabeba nishati ya amani, nishati ya baraka, lakini pia inaweza kubeba nishati nzito au nishati mbaya, yaani nishati ambayo inaleta vitu vibaya maishani mwako. Na kama nyumba yako imejaa nishati mbaya, inaweza kuanza kuathiri maisha yako pole pole bila wewe mwenyewe kujua. Nyumba unayoishi inaweza ikaathiri bahati yako, yaani utajikuta wewe hupati bahati mpaka unakuta mtu anadiriki kusema mimi sina bahati. Nyumba unayoishi inaweza kuathiri amani yako na hata uwezo wako wa kuvutia pesa. Unaweza ukawa unafanya kazi kwa bidii tu, pesa unapata, lakini haikai au hauioni kabisa. Sasa katika somo hili nataka nizungumzie kwa kina kuhusu jinsi ya kusafisha nishati mbaya ndani ya nyumba yako ili uweze kuvutia pesa au wingi wa pesa maishani mwako. Naweza kusema hizi ni siri kwa sababu watu wengi hawajui haya mambo, na hata hao wachache wanaoyajua wengi unakuta hawaamini. Unakuta mtu anajua lakini haamini kama hivi vitu vinaweza kuleta matokeo mazuri maishani au vinafanya kazi kiuhalisia katika maisha yetu. Kwa hiyo basi, kama unataka kubadilisha maisha yako, wakati mwingine ni lazima uanze kwanza kubadilisha nishati ya mazingira yako. Yaani hivi vitu viende sambamba. Fanya kazi kwa bidii, lakini pia chunga mazingira yako. Angalia mazingira yako, je, yanasapoti huo utafutaji wako? Kitu cha kwanza kabisa, hakikisha mazingira yako ni masafi ndani ya nyumba. Safisha uchafu na vitu visivyotumika. Unaweza kuhisi hiki ni kitu cha kawaida ambacho watu huwa wanapigiwa kelele kila siku. Lakini ulikuwa hujui unasafisha nyumba kwa ajili gani au kuna umuhimu gani wa kusafisha nyumba. Uchafu na vitu visivyotumika huwa vinakusanya nishati ya stagnation. Stagnation maana yake yani ni hali ya kubaki hapo hapo. Yaani huendelei, husongi mbele, hupati maendeleo. Sasa nyumba chafu mara nyingi huwa inatoa nishati hiyo hapo. Kwa mfano, maji yakisimama kwa muda mrefu, baada ya muda hayo maji yanaanza kubadilika na kupoteza ule ufresh. Yaani yanakuwa sio fresh tena, yanakuwa ni maji machafu yaliyotuama. Na hivyo ndivyo nyumba yenye vitu vingi visivyotumika, yaani ambavyo vimetulia tu sehemu moja, vinaweza kuanza kuhifadhi nishati ya zamani ambayo haiko hai tena. Kwa hiyo vinaanza kuproduce nishati mfu, nishati iliyosimama, yaani nishati ambayo hairuhusu mambo kusonga mbele, hairuhusu maendeleo kuja katika maisha yako. Na pesa huwa inahitaji nishati inayo flow, yaani nishati inayo move ambayo ni hai. Kwa hiyo kama nyumba yako imejaa matakataka ambayo yamesimama kwa muda mrefu, labda chini ya vitu hakujawahi kusafishwa kwa muda mrefu, kuna vitu ambavyo havitumiki vinaendelea kuhifadhiwa muda mrefu, ndivyo hivyo nishati inaendelea kujikusanya ndani ya nyumba, na mwisho wa siku nyumba yako inabeba nguvu ya stagnation. Unakuwa husongi mbele, pesa haziji, na hata zikija hazikai kwa sababu kuna nishati ambayo haisapoti pesa kukaa. Pesa inahitaji nishati inayo flow, inayoingia na kutoka, nishati ambayo ni hai. So kwa wewe ambaye unataka pesa ije maishani mwako,
anza kutengeneza nafasi kwa ajili ya nishati mpya kuingia, na ikishaingia pia iweze kutoka. Kitu kingine unachopaswa kufanya, fungua madirisha na kuingiza hewa safi ndani ya nyumba yako. Yaani ndani ya nyumba yako hakikisha kuna hewa inayo move, hewa inaingia na kutoka. Hewa safi huwa ina nguvu kubwa sana ya kusafisha nishati. Hiki ndicho kitu kikubwa sana ambacho watu wengi hawakijui. Watu wamezoea kujifungia madirisha, hawafungui. Nyumba ambayo imefungwa kwa muda mrefu, nishati inaweza kuwa nzito na ambayo inakwama, yani high flow. Na ndio maana ukisafiri, ukiondoka ukafunga milango na madirisha, ukirudi ukaingia ndani ya nyumba, kitu cha kwanza ambacho utakutana nacho ni uzito wa hewa. Yani hewa inakuwa ni nzito. Kwa sababu gani? Kwa sababu kulikuwa hakuna flow ya hewa. Kwa hiyo kuna nishati nzito inakuwa inajikusanya mahali hapo. Na mara nyingi nyumba ambazo hazikai watu ndizo ambazo zinaandamwa na nishati hasi au nguvu hasi mara kwa mara. Sasa unapofungua madirisha na kuruhusu hewa safi kuingia ndani ya nyumba, maana yake unaanza kuruhusu movement ya nishati. Movement ya nishati ni muhimu sana kwa sababu wingi wa pesa mara nyingi huwa unakuja pale ambapo nishati ina flow. Kwa hiyo fungua madirisha. Ukiamka tu asubuhi, fungua madirisha ili hewa iliyopo ndani iweze kutoka na hewa mpya kutoka nje iweze kuingia. Hakikisha kuna movement ya hewa ndani ya nyumba yako. Na hata wewe mwenyewe utahisi kuna wepesi fulani unapatikana ndani ya nyumba. Na pia kitu kingine ambacho ni muhimu sana ni mwanga wa jua kuingia ndani ya nyumba. Unaweza kushangaa kidogo kwamba mwanga wa jua sasa unaingia vipi ndani ya nyumba. Naomba nikwambie kitu kimoja. Mwanga wa jua huwa una nguvu kubwa sana ya kusafisha nishati nzito. Yaani make sure ndani ya nyumba yako hata kama ni sehemu ndogo tu unaruhusu ipigwe na jua, aidha kwa kupitia dirishani au kwa kupitia mlangoni. Kiroho, mwanga wa jua ni kama chanzo cha uhai na utakaso. Sisi sote hapa duniani tunategemea jua ili kuweza kuishi, kuweza kusurvive. Bila jua hatuwezi kuishi. Kwa hiyo kuna nishati ya uhai kutoka kwenye jua. Kwa hiyo jaribu kuruhusu mwanga wa jua kuingia ndani ya nyumba yako mara kwa mara. Mwanga huo unaweza ukasaidia kupunguza nishati mbaya, kuongeza freshness ya mazingira na pia kuleta hali ya positivity. Yani inaleta positive energy ndani ya nyumba yako. Na pia unaweza kutumia sauti kusafisha nishati mbaya ndani ya nyumba. Hili ni jambo geni sana kwa watu wengi. Sasa hapa naomba unisikilize kwa makini. Sauti huwa ina vibration. Na vibration inaweza kubadilisha nishati ya mazingira. Hivyo ushawahi kujiuliza kwa nini kwenye nyumba za ibada watu huwa wanaimba? Au huwa kuna music zinapigwa ndani ya nyumba za ibada? Sauti ina vibration. Ndani ya sauti kuna energy fulani huwa inatoka. Na ndio maana katika tamaduni nyingi huwa kuna matumizi ya kengele, nyimbo za kiroho au maneno fulani ya maombi. Sasa hivi vitu sio tu kwamba watu wamekurupuka wanatumia tu. Hivi vitu vina maana. Sauti huwa ina nguvu fulani inatoa katika mazingira husika. Sasa basi, kama unataka kuvutia nguvu nzuri ndani ya nyumba yako, pendelea kupiga miziki ambayo inaleta hali ya utulivu, miziki ambayo inaleta positivity. Hapa nashauri zaidi miziki ya meditation. Piga miziki ya meditation, unaweza kusearch hata hapa YouTube. Andika tu meditation music, utazipata nyingi sana. Connect kwenye radio yako au kwenye simu yako, piga ndani ya nyumba yako. Utaspread positivity ndani ya nyumba yako na negative energy haiwezi kutawala mahali hapo. Na pia hata wewe mwenyewe unaweza kuimba nyimbo ambazo zina maneno yanayovutia positivity. Haijalishi ni nyimbo za dini au nyimbo za aina gani, lakini make sure ni nyimbo ambazo zina maneno ya utulivu, ni nyimbo ambazo zinakaribisha positivity ndani ya nyumba yako. Na pia nilishawahi kufundisha hapo nyuma nikasema kwamba kuna baadhi ya miziki ya siku hizi ukisikiliza kwa muda mrefu unaua nguvu zako za ndani. Kwa nini? Ni kwa sababu miziki hiyo haileti utulivu ndani ya nafsi yako.
Yaani inaleta hali fulani ya tuseme, hali isiyo na utulivu ndani ya nafsi yako. Haileti pumziko katika akili yako. Yaani muda wote akili yako inakuwa inahangaika au inashtuka. Kwa hiyo basi, vivyo hivyo ndani ya nyumba yako. Kama unapiga miziki ambayo inaleta nguvu ya fujo, nguvu isiyokuwa na utulivu, ndivyo hivyo negative energy inatawala ndani ya nyumba yako. Tenga angalau hata nusu saa uwe unapiga meditation music ndani ya nyumba yako, au nyimbo zenye utulivu, nyimbo zinazoleta uwepo wa utulivu ndani ya nafsi yako. Hii itakusaidia sana na utaanza kuona mabadiliko ndani ya nyumba yako. Na kitu kingine unachotakiwa kufanya ni kutumia maji ya chumvi kusafishia nyumba yako. Chumvi, hasa chumvi ya mawe, huwa inakwenda kinyume na nguvu mbaya zote. Yaani chumvi kazi yake ni kulinda na kuleta positive energy katika eneo husika. Unachotakiwa kufanya, chukua kiasi kidogo cha chumvi ya mawe, weka kwenye kiganja chako, kisha nyunyizia kwenye maji ambayo unataka kusafishia nyumba yako. Kisha tumia maji hayo kudeki nyumba yako. Na hakikisha unapita katika kona zote za nyumba yako. Hii itasaidia sana kuweza kunyonya nishati nzito zisizofaa ndani ya nyumba yako. Hiki ni kitu rahisi sana ambacho kila mtu anaweza kukifanya. Just kuweka tu chumvi ya mawe kwenye maji na kudekia nyumba yako. Utaona mabadiliko makubwa sana ndani ya nyumba yako na hakuna nguvu mbaya itakayotawala mahali hapo. Kitu kingine ni kuweka mimea ndani ya nyumba. Sote tunapenda mapambo, tunapenda nyumba zetu zipendeze, lakini naomba nikuambie kitu kimoja. Kutumia mimea ya bandia, yaani mimea ambayo sio hai ndani ya nyumba yako, ni kitu ambacho hakina faida kabisa. Tumia mimea ambayo inapumua, na maua ya staili hiyo yapo. Mimea ni viumbe hai, na viumbe hai huwa vinabeba nishati ya uhai. Kwa hiyo ukiweka mmea ndani ya nyumba yako, itakusaidia kuleta freshness. Yaani ile energy inayotoka hapo inakuwa ni fresh. Na pia itakusaidia kuboresha hewa. Mimea huwa inatoa oxygen. Na pia itakusaidia kuongeza vibration ya nyumba. Yaani utahisi tu kuna utofauti fulani ndani ya nyumba yako baada ya kuweka mmea ambao unapumua. Na nyumba ambazo zina mimea hai, mara nyingi huwa watu wanahisi kuna nishati nyepesi zaidi kuliko nyumba ambazo hazina mimea hai. Kwa hiyo kuanzia leo anza kuweka mimea hai, mimea inayopumua hata nje ya nyumba yako. Kama umepanda maua au mti au hata nyasi, zitunze vizuri, mwagilia. Universe itakushukuru mara 10 yake. Universe huwa inaona jinsi ambavyo unaitendea mimea. Na pia maneno na mawazo yako huwa yana nguvu kubwa sana. Sasa hebu jiulize, watu mnaoishi ndani ya nyumba hiyo au ndani ya chumba hicho ambacho wewe unaishi, mna mawazo gani? Huwa mnawaza nini? Nia chanya au mawazo chanya ndani ya nyumba yana mchango mkubwa sana katika kuproduce nishati. Kila unapozungumza ndani ya nyumba yako, maneno huwa yanaacha alama ya nishati. Yaani kila neno unalolitamka wewe linatoa nishati fulani ndani ya nyumba yako. Kwa hiyo jifunze kuzungumza maneno ya amani, maneno ya mafanikio na maneno yanayohusiana na wingi wa pesa. Usipende kuzungumza maneno mabaya, maneno ya kukata tamaa au kuwazawaza vitu vibaya ndani ya nyumba yako. Yaani jinsi ambavyo unawaza mawazo mabaya ndivyo ambavyo unazalisha nishati mbaya ndani ya nyumba. Unaweza kujikuta kila unachokifanya hakifanikiwi. Kumbe ni nini? Ni mawazo ambayo unayawaza. Na ndio maana niliwahi kufundisha, angalia sana mtu unayemkaribisha ndani ya nyumba yako. Yaani kama unaishi na mtu ambaye yeye muda wote yuko negative, anawaza vitu vibaya, anaweza kukuathiri hata na wewe ambaye ni mwenyeji wako. Yaani anaweza kuathiri na watu wote ambao mnaishi ndani ya nyumba hiyo. Ukiwa ndani ya nyumba yako, usikiri umaskini, usikiri udhaifu, usitamke maneno ya kukata tamaa. Tamka maneno yanayovutia pesa, maneno yanayowakilisha mafanikio, wingi wa pesa. Polepole mazingira ya nyumba yako yataanza kubeba vibration hiyo.
Yaani utajikuta tu automatically nyumba yako inakuwa ni kivutio cha nguvu nzuri. Na hapa naomba nikupe fact moja. Watu ambao ni warohoni sana, haijalishi ni wa dini gani, lakini watu ambao either wanafanya maombi mara kwa mara au wanafanya dua mara kwa mara nyingi huwa wanatamka maneno yanayokwenda kinyume na nguvu mbaya. Sijui tunaelewana? Yaani huwezi kumkuta mtu anafanya maombi alafu anasema mimi ni maskini tu, mimi sistahili pesa. Hapana. Lazima atakuwa anatamka maneno ambayo ni positive, kwamba nakaribisha utajiri ndani ya nyumba hii. Nguvu mbaya hazina mamlaka ya kuingia ndani ya nyumba hii. Kwa hiyo kadiri mtu anavyotamka hayo maneno ndivyo ambavyo anazalisha positive energy. Yale maneno yanaishi. Naomba nikwambie, ulimi wako unao uwezo wa kutengeneza nguvu ambayo inakuwa hai na yenye nguvu, inaishi mahali hapo. Kwa hiyo maneno yanayotamkwa katika maombi au katika dua huwa yanaishi. Wewe huwezi kuona, lakini kuna nguvu fulani inatoka pale na yale maneno yanaishi kama unatamka kwa uaminifu. Amini kwamba hayo maneno yana uhai. Na ndio maana huwa ninasema unapofanya maombi, tamka maneno yenye nguvu ili uweze kuzalisha kitu chanya maishani mwako. Usikiri udhaifu unapofanya maombi, na wala usitamke udhaifu au kusema kwamba wewe huwezi. Tamka maneno yenye nguvu, maneno yanayozalisha nguvu hai. Kwa hiyo chunga sana maneno, nia zako na mawazo yako unayoyawaza ukiwa ndani ya nyumba. Yana mchango mkubwa sana wa kuamua maisha yako yaweje au nguvu ya pesa iflow vipi katika maisha yako. Kitu kingine ni kutengeneza mazingira ya shukrani. Shukrani huwa ina vibration yenye nguvu sana na watu wengi huwa hawajui. Watu ambao wana tabia ya kushukuru mara kwa mara huwa wanaanza kuvutia nishati ya wingi wa pesa. Kadiri unavyoshukuru ndivyo unavyoruhusu kupokea zaidi. Yaani ndivyo ambavyo nguvu ya kupokea au nguvu ya wingi wa pesa inavyokufuata. Unaweza kuanza kwa mambo madogo madogo tu. Unaweza kushukuru kwa nyumba yako au chumba chako unachoishi, kushukuru kwa ajili ya maisha yako, kushukuru kwa kila baraka ndogo unayopokea na kila kitu kidogo mtu anachokufanyia. Acha kabisa tabia ya kudharau vitu vidogo. Kuna mtu anaweza akasema sasa amefanya tu hiki kitu kidogo nacho ni shukuru. Hapana, shukuru hata kwa vitu vidogo vidogo. Shukrani huwa inabadilisha frequency ya maisha yako. Unapotoa shukrani mara kwa mara, haimaanishi kwamba unajishusha thamani yako au unampa cheo mtu mwingine. Shukrani ina faida zaidi kwako wewe mwenyewe. Yaani inakurudishia frequency nzuri katika maisha yako. Kila unaposhukuru, ulimwengu huwa una notice kwamba huyu mtu kumbe yupo tayari kupokea zaidi na zaidi. Unaponyima kutoa shukrani, unatoa signal kwa ulimwengu kwamba wewe tayari umeshatosheka na ulivyo navyo. Kwa hiyo hauhitaji kupokea tena. Kwa hiyo utajikuta hicho ulichopata ndio hicho hupati tena hata upambane vipi. Kwa hiyo jifunze kuwa mtu wa shukrani. Haijalishi umefanyiwa jambo gani. Shukuru hata kwa kuweza kukutana na video hii, maana hata hii pia ni ishara kutoka kwa ulimwengu. Ni namna ulimwengu unapambana na wewe ili uweze kusonga mbele. Ukweli ni kwamba maisha ya binadamu huwa hayaathiriwi tu na vitu tunavyoweza kuviona, yaani hivi kwa macho yetu. Kuna nguvu ambazo hazionekani kwa macho, lakini zinaweza kuwa na athari kubwa sana katika maisha yetu. Nishati ya mazingira ni moja ya nguvu hizo. Hiyo nyumba unayoishi sio tu mahali pa kulala, ni mahali ambapo mawazo yako yanazaliwa, mipango inaandaliwa na nishati yako inajengwa kila siku. Kwa hiyo kama nyumba yako ina nishati nzuri, inaweza kuwa ni mahali ambapo mawazo mapya yanazaliwa, fursa zinaanza kuonekana na maisha yako yanasonga mbele. Lakini kama nyumba yako imejaa nishati mbaya, inaweza kuwa ni mahali ambapo ukikaa unapata uchovu, migogoro inaibuka na bahati inakaa mbali na wewe. Na ndio maana ni muhimu sana
kujifunza kusafisha na kulinda nishati ya mazingira yako. Na jambo la kushangaza ni kwamba mara nyingi mabadiliko haya makubwa ya maisha yanaweza kuanza na hatua ndogo sana. Yaani haikuhitaji wewe kufanya vitu vikubwa, ni vitu vidogo vidogo ambavyo nimekutajia katika video hii. Naomba niongee na wewe unayetazama video hii kwa sauti ya polepole kabisa. Mpendo wangu, ukiamua leo hii kubadilisha vibration ya mazingira yako, vibration ya nyumba yako unayoishi, na maisha yako pia yataanza kubadilika. Katika ulimwengu huu wa nishati, kuna kanuni moja rahisi sana ambayo watu wengi hawaijui. Unavuta kile ambacho kinafanana na vibration yako. Sio, tunaelewana? Kwa hiyo kama mazingira yako yana vibration ya wingi wa pesa, yaani ni mazingira yanayosapoti wingi wa pesa, na pia utaanza kuvutia wingi wa pesa. Kama upo katika mazingira ambayo yana vibration ya umaskini au vibration ya stagnation, kuto kusonga mbele, utaendelea kuvutia umaskini. Huo ndio ukweli. Ni ukweli mchungu ambao watu wengi hawataki kusikia. Kwa hiyo, swali muhimu ambalo unaweza kujiuliza leo hii ni hili hapa. Je, ni aina gani ya nishati unataka iwe ndani ya maisha yako? Hebu jiulize hilo swali. Kwa sababu mara nyingi jibu la swali hilo huwa linaanza na mazingira unayoishi kila siku. Yaani kama wewe unataka kuvutia utajiri, basi anza kutengeneza hayo mazingira ya utajiri. Anza kutengeneza mazingira ambayo yapo supportive kwa ajili ya energy ya utajiri. Kama umejifunza kitu kipya kwenye video hii, andika hapo chini kwenye comments. Ninakaribisha nishati ya wingi wa pesa maishani mwangu. Na kama unapenda masomo ambayo yanazungumzia nguvu za universe, siri za nishati na njia za kuvutia mafanikio katika maisha, hakikisha una subscribe channel hii, kwa sababu hapa tunachunguza mambo mengi ambayo watu wengi hawajui kabisa kuhusu nguvu zinazozunguka katika maisha yetu. Na kumbuka kitu kimoja, mabadiliko makubwa ya maisha wakati mwingine huwa yanaanza na kubadilisha nishati ya mazingira yako. Anza kwanza na mazingira yanayokuzunguka, ndipo vitu vingine vinafuata maishani mwako. Na huu ndio ujumbe wako wa leo kutoka kwa Universe. Tafadhali sana share video hii na wale wote uwapendao, ili na wao waweze kujifunza. Asante sana.